hapo mhashamu baba askofu atamsimika padre kiongozi wa parokia hii teule, na baada ya hapo ataendelea na homilia. Sasa kwa heshima na taadhima namwalika mhashamu baba askofu kwa ajili ya hati maalum ya kuteua kigango hiki kuwa parokia teule. Karibu mhashamu baba askofu. Hati rasmi ya kuzindua parokia mpya teule ya Mtakatifu Yohani Bosco Shiri Matunda, tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka wa Bwana 2025. Si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua nyinyi, ili mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmombalo Baba kwa jina langu awapeni. Ni Injili ya Yohani sura ya 15 mstari wa 16. Wapendwa ndugu zangu, tunapotafakari kwa kina maneno haya ya Yesu katika Injili hii ya Mtakatifu Yohani sura ya 15 mstari wa 16, tunagundua mara moja kwamba lengo la Yesu, au tuseme matamanio makubwa ya Yesu, au pia tunaweza kusema tarajio kubwa la Yesu alipowachagua na kuwatuma wanafunzi wake, lilikuwa ni ili waende kuzaa matunda, na matunda hayo yapate kukaa, yaani yapate kudumu, yaani tendo hilo la kuzaa matunda liwe endelevu, liwaelekeze daima watu wa Mungu katika njia ya wokovu. Na hapo hapo hata sisi tunapoyatafakari maneno hayo ya Yesu, tunatambua mara moja kwamba lengo la Yesu kutuchagua sisi kuwa wanafunzi wake ni kwenda kuhubiri, kutangaza habari njema, kutangaza Injili ya Yesu ili ipate kuzaa matunda, na matunda hayo yaweze kudumu, yaani yawe endelevu daima, na yawaelekeze watu katika njia ya wokovu. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, hapa jimboni Moshi tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa malezi ya Kikristo, ya kiinjili, ya uchungaji na hata ya umisionari yanayoendelea hapa jimboni Moshi. Pamoja na changamoto za hapa na pale tunazokutana nazo katika uinjilishaji na uchungaji wetu, lakini bado tunazo sababu nyingi za kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ustawi hai na endelevu wa uinjilishaji na uchungaji, kwa sababu kwa kweli hapa jimboni Moshi tunapata nguvu, matumaini na furaha ya pekee ya kiinjili, kwani daima tunashuhudia jinsi utume wetu wa habari njema na uchungaji unavyozaa matunda, na matunda endelevu kama Kristo mwenyewe alivyotamani na anavyotamani kwa wale aliowachagua na kuwapeleka pale ambapo yeye mwenyewe hakuweza kufika. Inafurahisha mno kuona kwamba huu mwaka wa Jubilee 2025, lakini pia hapo hapo tukiwa katika sinodi ya kwanza ya Jimbo Katoliki Moshi 2023-26, Mwenyezi Mungu ametujalia parokia 4 mpya, yaani parokia ya kutolewa Bwana hekaluni Mboni kule vikarieti ya Vunjo,
lakini pia parokia teule ya Yesu Mkombozi Kilimamswaki kule Rundugai, lakini pia parokia ya tatu teule ya Ufufuko wa Bwana kule Nayeme kule Tarakia, lakini pia parokia teule ya Bikira Maria kupashwa habari ya kuzaliwa Mkombozi kule Pofo Himo, ambapo ni vikarieti tena ya vikarieti ya Vunjo. Na leo tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka huu wa Bwana wa 2025 ametukirimia tena parokia ingine teule ya Mtakatifu Yohani Bosco Shirimatunda. Hapa mahali panaitwa Shirimatunda, na leo tunapata zawadi ya parokia teule ambayo nayo pia ni matunda ya juhudi zetu na inaitwa Shirimatunda. Wapendwa ndugu zangu, ukiona vyaelea ujue kabisa kwamba vimeundwa. Leo tumefika hapa kuzindua parokia hii mpya ya Mtakatifu Yohani Bosco, sio kwa upendeleo, bali tumeona na tumeshuhudia kwamba katika parokia hii ya Bikira Maria kutolewa hekaluni Karanga, kutokana na malezi hai mazuri na endelevu yaliyojawa na roho ya majitoleo, sadaka na kuwajibika ipasavyo katika shughuli zote za uinjilishaji na uchungaji wa kina, kumekuwapo na kukua na kupanuka sana kwa parokia. Kumekuwapo na kuongezeka kwa namba kubwa ya Wakristo katika eneo lote la kichungaji, na hivi imepelekea kuanza kufikiria na kupitisha maamuzi ya kuunda parokia mpya ya Mtakatifu Yohani Bosco Shirimatunda. Hapa ni vizuri iwe wazi kwamba parokia hii mpya teule ya Mtakatifu Yohani Bosco hapa Shirimatunda tunaizindua leo rasmi, sio kwa upendeleo, bali kwa kujifunza mazingira yote ya parokia mama ya Bikira Maria kutolewa hekaluni Karanga, na kuelekeza macho yetu kwa namna ya pekee katika senta hii ya Shirimatunda na makandokando yake. Tumeona kwamba kweli kigango hiki cha Shirimatunda kinakuwa, kina ustawi mzuri, na hapo kimebeba na kinatangaza sifa zinazodaiwa na mama kanisa kabla ya kutajwa au kuinuliwa kigango kuwa parokia teule. Tungependa sasa kuzitaja sifa hizo 5 zinazodaiwa na mama kanisa ambazo zimeonekana katika kigango hiki cha Shirimatunda na kikasukumwa kanisa la Moshi kufanya jambo ambalo tunapenda kulifanya leo. Sifa hizo ni zipi? Ya kwanza, imani. Sifa ya kwanza inayodaiwa na kanisa kabla ya kukiinua kigango chochote kuwa parokia teule ni imani thabiti ya Kikatoliki. Baada ya kujifunza kwa muda mrefu, imekuwa wazi kwetu kwamba waamini wa kigango hiki cha Shirimatunda na makandokando yake wanaipenda na wanaitunza na wanailinda na wanajitahidi sana kuishi imani yao. Imani yao imeonekana hasa katika upenzi wao wa sala, maadili mema na ushuhuda endelevu katika maisha yao ya kila siku, wanavyojitahidi kuonyesha na kutangaza kwa maisha ya kwamba wao ni Wakristo wa Katoliki. Ni ukweli kwamba
kama ilivyo pia mahali pengine hawajakamilika, lakini katika kuishi hawajakamilika katika kuishi imani yao. Lakini ni matumaini yetu makubwa kwamba kwa ukaribu wa huduma za kiroho na za kichungaji ambapo sasa zitaonekana mahali hapa, wataendelea kukua na kustawi zaidi hata kukomaa kabisa katika imani yetu ya Kikristo na ya Kikatoliki. Sifa nyingine inayodaiwa ni umbali. Sharti lingine ni kuangalia umbali wa kijiografia. Kutoka parokia mama, yaani parokia ya kutolewa hekaluni Bikira Maria Karanga, na hapa tulipo ni takriban kilomita 5. Kijiografia umbali huu sio mkubwa sana, lakini tukizingatia jinsi watu wa nyakati zetu na hasa wazee na wagonjwa hawapendelei sana kufanya safari ndefu kuziendea huduma za kiroho na za kichungaji, tumeamua kuwasogezea huduma hizo karibu zaidi, tukiamini kwamba hata wale wazee na wagonjwa wa kawaida watapata wepesi wa kufika mahali hapa kwa huduma hizo muhimu katika safari yetu ya imani na uokovu. Lakini pia namba 3, uwepo endelevu wa wahudumu wa kiroho. Kanisa linadai kabla askofu jimbo hajainua kigango chochote kuwa parokia teule au parokia, hakikishe kwamba kuna uwepo endelevu wa wahudumu wa kiroho. Kanisa linadai hayo. Inapaswa kuwa na parokia teule, inapaswa kuwa na wahudumu wa kiroho wanaoeleweka na wakudumu wanaoishi mahali pale waamini walipo, ili waamini wasipungukiwe na huduma muhimu za kiroho na za kichungaji mahali wakati wowote. Kwa msaada na kwa upendeleo wa Mungu kwetu sisi hapa Shirimatunda, wahudumu hao wa kudumu wa kiroho wa kuishi hapa tunao. Namba 4, uwezo wa kutegemeza parokia na kanisa la kijimbo, kanisa la kitaifa na kanisa la ulimwengu. Kwa kadiri ya ufahamu na uzoefu wetu wa kichungaji katika eneo hili la Shirimatunda na makandokando yake, tumejifunza kwamba iwapo waamini wa hapa wataendelea kuwajibika katika kufanya kazi kwa pamoja na kwa uhodari, wanao uwezo wa kutosha kabisa kutegemeza kanisa la parokia na hata kanisa la jimbo, kanisa la kitaifa na la ulimwengu. Sharti lingine la 5, eneo la parokia. Katika parokia hii teule ya Mtakatifu Yohani Bosco Shirimatunda, mpaka sasa mahali hapa tulipo wana robo 3 eka, lakini pia wanalo eneo lingine la eka 1.5 hapa karibu. Kwa ujumla, kwa kuanzia, eneo hili litatosha kukidhi kabisa mahitaji muhimu ya parokia. Hata hivyo, bado tunaendelea kuwaalika waongeze eneo hili hapa au hata mahali pengine. Hitimisho. Ndugu zangu,
Kwa msingi wa sifa hizo ambazo zinadaiwa na mama kanisa na ambazo tumezijifunza na kuziona mahali hapa, ni sala yetu na matumaini yetu makubwa kwamba kuanzia tangu sasa parokia hii mpya teule ya Mtakatifu Yohani Bosco hapa Shirimatunda itaanza taratibu kujiunda na kukua siku hata siku, hasa katika roho ya imani thabiti, sala, liturujia takatifu, maadili, umoja wa parokia, nidhamu ya kanisa Katoliki, na hatimaye kuchukua kabisa tabia na sura sahihi ya kanisa la parokia ndani na nje. Tunamwomba Kristo mchungaji mwema aliye chimbuko na kilele cha nguvu na baraka zote, aendelee kuwalea na kuwajalia mwamko mpya wa uchungaji, ili kuanzia tangu sasa muweze kuendelea mbele vizuri zaidi. Kumbe tunatangaza kwamba eneo hili, senta hii ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ni kigango, kutokana na sifa zilizotajwa hapo juu, kuanzia tangu sasa tunatamka rasmi kwamba ni parokia teule ya Mtakatifu Yohani ni parokia teule ya Mtakatifu Yohani Bosco Shirimatunda. Kwa hiyo kuanzia sasa hiki si kigango tena, bali ni parokia teule ya Mtakatifu Yohani Bosco Shirimatunda. Bikira Maria mama wa kanisa, Bikira Maria mtolewa hekaluni na msimamizi na mwombezi wa parokia mama Karanga, Mtakatifu Yosefu mlinzi na msimamizi wa kanisa Katoliki, Mtakatifu Yohani Bosco msimamizi na mwombezi wa parokia hii teule ya Mtakatifu Yohani Bosco Shirimatunda. Naomba tusimame tuimbe wimbo wa kumshukuru Mungu. Bwana